Kulikuwa pia kuna katika sana kwa umeme. Lakini leo ndugu zangu waandishi wa habari, ninayo furaha kuambia Dar es Salaam sisi consumption ya megawatts zetu ni kama megawatt 686 na zinakuwa kwa 9%. Na ukiangalia katika pool ya umeme au ya megawatts za umeme katika ndani ya taifa letu, utabaini kwamba nchi yetu ina umeme wa kutosha. Kilichopo ni kuendelea kusambaza miundombinu ya usambazaji kwa watu, kwa sababu umeme una mambo makubwa matatu: una generation point, una transmission point na una distribution point. Kwa maana sehemu ya kuzalishia, ya kusafirisha kwa misongo mikubwa, na hizi sehemu sasa za kupeleka kwa wananchi ambazo zinajengwa stesheni ndogo ndogo ili kuruhusu umeme wa kawaida kubadilisha kutoka kwenye matumizi makubwa kwenda kwenye domestic use ili usilete madhara kwa watu. Na hicho ndicho kinachofanyika ndani ya mkoa wetu, na ndicho pia kinachofanyika ndani ya taifa letu. Na utekelezaji wa bwawa la Kidunda nalo litakuwa ndio funga kazi kabisa katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Bwawa la Kidunda litatengenezwa kwa zaidi ya bilioni 300. Kutakuwa kuna modo mbili pale kwenye bwawa: kusafirisha maji na kuzalisha umeme ambao DAWASA au mamlaka ya maji itamuuzia TANESCO, pamoja na kusukuma vitu vyao. Kwa mfano Dar es Salaam DAWASA wanalipa si chini ya bilioni 2 TANESCO kwa ajili ya maji, si chini ya bilioni 2. Kwa hiyo wakiwa na umeme wao wa kuuzia, maana yake ni kwamba very likely baadaye hata gharama za maji kwa unit zinaweza zikapungua, kwa sababu production ya umeme inakuwa iko cheap. Kwa hiyo hizo ni sehemu zote ambazo wananchi bado wanalalamika watafikiwa kutokana na mipango mikubwa ya DAWASA ambayo wameendelea kuifanya, lakini chini pia usimamizi mzuri sana wa Mheshimiwa Waziri wa Maji Juma Aweso. Nadhani alikuwa jambo la mwisho ni kuhusiana na ombaomba. Tumetoa maelekezo rasmi kwa wale waandishi mliokuwepo kwamba wale ombaomba na hasa waliopo baadhi ya barabara wachukuliwe, waondolewe, wapelekwe kwenye nyumba maalum za serikali au zile ambazo sio za serikali. Lakini pia tumebaini na tutakuja kutoa taarifa kwamba yapo baadhi ya maeneo ambayo watu wanatumia wale ombaomba wazima na walemavu kujiingizia vipato wao. Wamekwenda kuchukua baadhi ya lodge zilizoko baadhi ya maeneo pale Riverside na baadhi ya maeneo kadhaa, na muda sio mrefu vyombo vya dola vina investigate kiasi cha kutosha ili kuwakamata wanaohusika. Wanawachukua walemavu, wanawatembeza. Jioni yule mlemavu amepangiwa kwamba kwa siku leta shilingi 150,000, na jioni watu wamepangiwa kwamba kwa siku leta shilingi 100,000, na wanalala kwenye loji kadhaa. Kwa hiyo tutakapohitimisha mambo haya, vyombo vya dola vitafanya kazi yake na vyombo vya kisheria vitachukua wimbi. Kwa hiyo nyinyi mnamuona mtu kama mlemavu unampatia hela pale, lakini kumbe yupo kwenye rada ya yule aliyemleta. Kwa hiyo yupo hapo watu ambao unafanya biashara gani? Mimi nauza vitunguu. Unafanya biashara gani? Mimi si nafanya biashara gani? Lakini mwingine ukimuuliza hakwambii, lakini ukweli ni kwamba anafanya biashara ya watu walemavu, kuwatuma kwenda kuomba, na kile wanachopata anakichukua, afu yeye anawarudishia kama mshahara kidogo. Kwa haya yote kwa kushirikiana sasa na wizara anayoiongoza Mheshimiwa Gwajima, viongozi wa social workers ndani ya mkoa wetu, vyombo vya dola, sasa hivi kuna timu maalum ambayo imeanza kazi kupita huko ili kuhakikisha kwamba haya yote yanakuja kufikia. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitoa maelekezo kwa viongozi wote wa serikali ambao wanatamani kwenda kugombea nafasi za ubunge, udiwani au nafasi zinginezo, na alitoa maelezo kwamba tuandike barua mapema ili tuweze kujulikana. Labda niwaeleze tu waandishi wa habari kwamba mimi kama mkuu wa mkoa sikuandika barua, sijaandika barua, na kwa sababu sijaandika barua, maana yake ni kwamba mpaka sasa bado sijatoa nia au bado sijaweka nia. Lakini hata kule ambako ninasikia maneno kwamba bwana Chalamila anakuja nako zilikuwa ni hisia kwamba bwana anakuja, lakini kiukweli ni kwamba kazi hizi ambazo Mheshimiwa Rais ametupatia ni kazi kubwa na zina heshima yake, na kwa kuwa zote ni kazi za kutumikia watu. Ubunge ni kazi ya kutumikia watu, ukuu wa mkoa ni kazi ya kutumikia watu. Hebu kwa kipindi hiki nibaki na heshima hii ya Mheshimiwa Rais
ya kutumikia watu katika upande huo serikali na